Kuna ukweli mchungu ambao watu wengi hawataki kuusikia. Hakuna mtu anayejali sana malalamiko yako. Lakini ukianza kubadilika taratibu, watu wale wale waliokupuuza wataanza kukuwaza usiku kucha ukijiuliza, huyu amebadilika vipi? Maisha hayabadiliki kwa kulalamika. Hayabadiliki kwa kusimulia matatizo kila siku. Yanabadilika pale unapochukua hatua ambazo hazihitaji kelele wala buguza, bali matokeo. Leo nitakuonyesha mambo 10 ya kufanya kimya kimya mpaka watu waliokudharau waanze kukuheshimu bila hata wewe kuwaomba. 1, nyamaza zaidi, fanya zaidi. Acha kueleza mipango yako kwa kila mtu. Watu wengi hawahitaji kujua unachopanga. Wanahitaji kuona matokeo yako. Kimya kina nguvu kubwa kuliko maneno. Wacha matokeo yako yawe ndo kelele yako. 2, jifunze kitu kila siku. Ukikaa sehemu moja kiakili, dunia inakuacha nyuma. Anza kujifunza skills mpya, maarifa mapya, au hata kuboresha ulicho nacho. Wakati wengine wanapoteza muda, wewe unajijenga. Badala ya muda, tofauti itaonekana wazi. 3, jitengenezee nidhamu kali. Motivation huja na kuondoka, lakini nidhamu hubaki. Fanya kile unachotakiwa kufanya hata kama hujisiki kufanya kwa wakati huo. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wamekosa kitu tunaita consistency. 4, acha kujilinganisha na wengine. Kila mtu ana safari yake. Ukianza kujilinganisha unajipoteza. Focus na wewe jana, sio mtu mwingine leo. Maendeleo yako ya kweli ni kuona unakuwa bora kuliko unavyokuwa jana. 5, badilisha mazingira yako. Kama uko na watu wanaolalamika kila siku, utaishi kuwa kama wao. Jizungushe na watu wanaofikiria mbele, wanaochukua hatua. Mazingira yana nguvu kuliko unavyodhani. 6, jenga mwili wako. Afya na muonekano vina impact kubwa kuliko watu wanavyokubali. Anza kufanya mazoezi, kula vizuri, jali mwili wako. Unapobadilika kimwili, confidence yako inaongezeka moja kwa moja. 7, punguza upatikanaji wako. Usiwe mtu wa kupatikana kila muda. Watu wanathamini kile ambacho si rahisi kukipata. Jipe muda wako, jenga maisha yako. Usiwe standby kwa kila mtu. 8, jifunze kudhibiti hisia zako. Hasira, wivu na stress vikikushinda, vinakuonyesha udhaifu wako. Mtu mwenye nguvu si yule anayepiga makelele, bali anayeweza kujitawala hata wakati ulio mgumu. Control emotions zako. Hapo ndipo nguvu ya kweli ilipo. 9, tengeneza chanzo cha kipato. Hata kama ni kidogo, anza. Pesa si kila kitu, lakini zinaondoa matatizo mengi sana. Usisubiri opportunities kubwa. Anza na kidogo ulicho nacho. Consistency ndicho kinachokufikisha mbali. Ukikata tamaa, kila kitu kitabaki kama kilipo. 10, fanya kila kitu kimya kimya. Hii ndio siri kubwa kuliko zote. Usitangaze hatua zako. Usionyeshe kila mafanikio. Watu wakikuona umebadilika ghafla, ndipo watakapoanza kuuliza, huyu kafanyaje? Siku ukiacha kulalamika na ukaanza kufanya kazi kimya kimya, ndipo maisha yako yataanza kubadilika. Na siku hiyo hiyo ikifika, wale waliokudharau, waliokupuuza, waliokuona huna maana, wataanza kukuwaza usiku kucha. Lakini wewe hautakuwa na muda wa kuwaza wao. Utakuwa busy kujenga maisha yako. Kama umefika hapa, andika nimechoka kulalamika kwenye comments hapo chini. Na anza leo, hata hatua ndogo, lakini anza.